cha Kumbukumbu la Torati na ile sura ya 6 kwanza ule mstari wa 4. Na dada yangu ninaomba usikilize sana, kwa sababu maneno haya yanatoka kwa Mungu mwenyewe, ni kwa ajili yako na familia yako na watoto wako wote. Kwa hiyo neno la Mungu linasema katika Kumbukumbu la Torati 6:4, linasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Sitaendelea zaidi ya hapo kwa sababu ya muda, lakini unaweza ukaendelea kusoma. Hili ni agano kati ya Israeli pamoja na Mungu. Hii ni sauti ya Mungu kwa Israeli. Mungu anawaambia Israeli, kwanza kabisa, jambo la kwanza ni kumpenda Mungu. Watoto watajifunza Mungu kutoka kwako kwa jinsi unavyompenda Mungu. Ukimtanguliza Mungu, watoto watajua kwamba Mungu ni muhimu, anastahili heshima yake, anastahili kuabudiwa, anastahili kutumikiwa, ili wasitumikie miungu mingine ya dunia hii. Na pia kitu kingine, sio tu wewe kumpenda Mungu na kuishi, lakini pia anasema na maneno haya ninayokuamuru yatakuwa katika moyo wako. Wewe mwenyewe ujaze maneno ya Mungu. Lakini pia anasema nao wawafundishe watoto kwa bidii. Na hapa ndio Wakristo wengi tunashindwa. Tunaliachia kanisa lifundishe na watu wengine wafundishe na dunia ifundishe, lakini sisi wenyewe kama wazazi hatujakuwa mstari wa mbele kusema neno la Mungu linasema nini kwa ajili ya watoto wangu na mimi niweze kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii ni changamoto kwetu sisi wazazi. Kwa hiyo wewe mwenyewe dada yangu ujawe na neno la Mungu na kuweza kuwasaidia watoto, na kuweza kuwafundisha watoto. Ukijua kwamba unatakiwa uwe mtu wa maombi,